Karibu sana. Tuende moja kwa moja katika utafiti kadhaa ambazo zimefanywa na Umoja wa Mataifa zinaeleza kwa miongoni mwa mambo ambayo yanachangia uwepo wa wigo wa kiuchumi kati ya nchi tajiri na maskini ni swala la ajira, hususan kwa kundi la vijana. Serikali ya Tanzania imeeleza kuwa miongoni mwa mikakati iliyopo kwa sasa ni kuhakikisha kuna ongezeko kubwa la fursa za ajira na mitaji kwa kundi la vijana ili waweze kujikwamua kiuchumi. Martha Magawa anaangazia taarifa hii. Afrika ndio bara lenye vijana wengi kuliko bara lolote duniani. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, 70% ya wakazi wa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara wako chini ya umri wa miaka 30. Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Patrobas Katambi, akizungumza katika uzinduzi wa mradi wa Vijana Plus ambao umeandaliwa na shirika la Save the Children kwa kushirikiana na Tanzania Initiative pamoja na Umoja wa Ulaya, unaolenga kukuza uelewa kwa mashirika na taasisi zinazoongozwa na vijana, amekuwa na wito huu kwa vijana. Lakini pia tutakumbuka kwamba katika mazingira haya kwa kipindi chote cha utekelezaji wa mradi huu wataguswa pia maafisa maendeleo ambao ndio kimsingi ndio focal point ambao wanaenda kutusaidia zaidi kwenye maeneo yao, kuwaratibu vijana, kuwatambua vijana, kuwapa nafasi ya kuwasikiliza vijana, lakini pia kuwahudumia hao vijana ambao tumekusudia mradi uweze kuwafikia. Kwa K3 ambazo ofisi ya Waziri Mkuu tumekuwa tukifanya kazi kwa kuzisimamia, maana yake ni kwamba tunaamini hata kule chini mkatumie hizo K3 kuwatambua vijana, kuwasikiliza, lakini pia kuwahudumia. Na mnawahudumia kulingana na hii theme yote ilivyoandaliwa ya program nzima ya Vijana Plus. Awali akizungumzia, mkurugenzi mkazi wa Save the Children, Angela Kauleni, amesema kuwa takribani vijana 7,000 wanatarajia kunufaika na mradi huo. Mradi wa Vijana Plus unalenga kuchangia katika sekta muhimu kama vile ushirikishwaji wa vijana katika masuala ya kidijitali, mabadiliko ya tabia nchi, uchumi wa buluu, rasilimali asilia, miji endelevu na ushiriki wa vijana katika mchakato wa maamuzi katika ngazi mbalimbali. Huu ni mwanzo wa sura mpya kabisa katika juhudi zetu za pamoja za kuwawezesha vijana kushinda vikwazo vinavyozuia maendeleo yao na kujenga mustakabali bora kwa jamii na taifa letu kwa ujumla. Kwa upande wao, mwakilishi wa Umoja wa Ulaya ambaye pia ni meneja wa asasi za kiraia na vijana, Neema Bwela, pamoja na kaimu mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Tanzania Bora, Ismail Biro, wamesema kuwa dhamira yao ni kuhakikisha mradi huo unafanikiwa na kuleta matokeo chanya kwa vijana na taifa kwa ujumla. Na leo wanazindua huu mradi, wamealika mashirika ya vijana ili muweze kusikia kwa undani ni kitu gani kinafuata. Utakuwa ni mradi wa miaka 3 na tunaamini kwamba utakuwa na mafanikio makubwa, kwa sababu tunapokuwa tukitengeneza hizi miradi tunaangalia mikakati ya kitaifa, tunaangalia sera za nchi zinataka nini, tunaangalia dira ya taifa. Kwa hiyo utakuja kuangalia hata namna ambavyo wamepanga zile priority areas zake zote zinaendana na dira yetu ya taifa na mikakati ya maendeleo ya Tanzania. Hali ikoje kwa ajira kwa vijana Afrika? Hadi mwezi Aprili mwaka 2023, takwimu za ajira nchini Kenya zinaonyesha kuwa uwepo wa 4.9% ya watu wasio na ajira, kwa mujibu wa Ofisi ya Taifa ya Takwimu ya nchi ya Kenya, KNBS. Ofisi hiyo hukusanya takwimu kwa kuzingatia watu wenye uwezo wa kufanya kazi lakini hawana kazi na wanaendelea kutafuta kazi. Ripoti na Martha Magawa, Kasri la Kikeke, Crown Media. Sasa na Martha, 12 dakika 21 ndani ya studio tuko na Eric Malia na Jacqueline Msambila kutoka bodi ya vijana ambao wanamshauri balozi wa Umoja wa Ulaya hapa Tanzania katika kuangalia fursa za vijana kimataifa. Au sio? Karibuni sana katika Kasri. Tuko na Imani ambaye ni kijana. Nataka niwaulize vijana, 70% ya watu Afrika ni vijana. 77%. Kitu gani kinakwenda kombo? Kwa sababu ni sisi wazee tunawabania au nyinyi mjitumii? Vyote. Ni mchanganyiko mambo mengi sana ambayo yanakwenda kombo, lakini kubwa ni hawa ambao tunasema ni wakubwa wanawezeshaji hawa vijana kuweza kwenda huko. Nafikiri hiyo ndio mzizi wa kutoka kombo. Jackie?
Changamoto ni kuna mismatch, yani hakuna uendano wa yale tunayofundishwa mashuleni na soko la ajira sio linataka nini. Kwa hiyo ile ukinzani, mtu unasoma mpaka mwisho lakini hauna ujuzi wa kufanya kitu kwa mikono kama juzi tunasikia mambo ya VETA. Hauna ujuzi, hauna cha kuapply. Lakini Jacqueline na sisi tumepitia huko. Yeah, umepitia huko, lakini pia dunia inabadilika haraka sana. Mahitaji ya miaka hata sio 10, hata 5 tu iliyopita na sasa hivi ni tofauti. Na hii ni kwa kijana wa nyanja zote. Vijana ambao wako katika taaluma hizi zozote, lakini vijana ambao wao hawana taaluma yote, wana ujuzi tu wa kawaida. Mambo yanabadilika haraka sana. Kwa hiyo hata nguzo hizi za kuwezesha vijana na zenyewe zinabidi zi keep up na hiyo speed ya mabadiliko. Tunaona miradi kama hii ya Vijana Plus, unadhani inasaidia haya maneno tunazungumza kwenye majukwaa? Miradi kama hii ni hatua nzuri ya kusaidia, kwa sababu moja kwa moja inalenga vijana, lakini inalenga kwenda kuangalia matatizo ambayo yameainishwa. Yaani mradi huu ni kama ngazi ya kwanza ambao chini yake kuna matatizo ambayo yameainishwa. Kwa mfano, nikizungumza mradi huu wenyewe tayari umeshalenga, kwa mfano unakwenda kusaidia azaki zinazoendeshwa na vijana. Changamoto za azaki hizi ni uzoefu wa vijana, ni changamoto ni uwezo wao wanafikiaje vipi rasilimali za fedha na nyingine. Sasa tayari mradi kama umeanzia juu, umeshachukua umetilia maanani mahitaji haya ya vijana. Kwa hiyo moja kwa moja ni hatua nzuri, lakini pia kuona miradi inakuja mikubwa ambayo yenyewe moja kwa moja inawalenga vijana moja kwa moja ni hatua kubwa sana. Kumekuwa na miradi mingi ambayo inalenga vijana. Naungana na Salim kwamba tumeshuhudia initiative nyingi, miradi mingi, lakini hali tunakuta ni ile ile. Lakini pia mimi nimeobserve kitu kimoja, unakuta pia vijana wanaoshiriki ni wale wakati tuna kundi kubwa sana la vijana. Tatizo linakuwa liko wapi, na labda hii Vijana Plus inakuja kubadilisha upepo kwa kiwango gani? Wow, nitazungumza. Unajua, inawezekana ikaonekana labda vijana wako pale kwa sababu vijana kwanza ni wengi. Unajua, kuja na kitu ambacho kinawalenga vijana na chenyewe inabidi kiwe ni swala ambalo lina mawanda mapana sana. Lakini kama ambavyo nilisema, pia kubadilika kwa changamoto za vijana na kwenyewe kunahitaji holistic vitu ambavyo ni vipana zaidi katika kuwashughulikia hawa vijana. Na bado mahitaji ya vijana ni makubwa, lakini bado maeneo ambayo vijana wanahitajika wafike na kwenyewe sio kupana kulingana na uhitaji ambao upo. Mimi naweza kusema kwamba mitazamo ya vijana imebadilika. Salim, leo nilikuwa kwenye panel. Nilikuwa nikisikiza panelist wenzangu. Tumetoka kule kwenye zamani ambako ukimuuliza kijana swali analalamika. Ananyosha kidole, serikali imefanya hivi na hivi. Unakuta kwamba wana nguvu wenyewe, wanasema kwamba tunataka kufanya hivi, changamoto ziko hapa na hapa. Lakini tatizo kubwa pale ni uwezeshaji. Na hii program nimeona inaangazia maeneo mengi sana. Ningependa utupe picha kwa upana, inakwenda kutatua vipi hizi changamoto, kwa sababu sasa hizi vijana wanaelewa matatizo yao, wanaelewa nini wanataka, lakini wengi wanalalamika kwamba wanakosa hiyo uwezeshaji na experience. Na waziri alisema vizuri kwamba yule mzee aliyekuwa pale kati ya wote ndo ambaye hajapitwa na wakati, kwa sababu ana experience ya juzi, jana na ya leo, hata hii digitali pia ameiona. Lakini sisi bado huenda pia ujenzi unatusumbua kwamba tunajua sana kiasi kwamba pia tunaharibu. Sasa mnaenda kubadilisha vipi huu upepo as long as tumeshajua matatizo na tunataka kweli kusogea mbele? Huu mradi naomba nizungumzie, umelenga taasisi 40 ambazo ni youth led, zinaongozwa na vijana. Kwa kuwa kuna tatizo la ajira tayari, vijana hawapati ajira, wakaona wajiajiri, waanzishe mashirika yao. Lakini haya mashirika yana changamoto nyingi, ikiwemo za fedha, namna gani ya kujiendesha. Kwa hiyo mradi unalenga taasisi 40 za vijana ambazo utawapatia mafunzo namna gani ya kuendesha hizo taasisi na kuwapatia fedha pia za kuendesha. Lakini pia namna nyingine kutakuwa kuna leadership academy, hiyo mafunzo ya uongozi kwa ajili ya vijana wengine zaidi ya 100 katika hii miaka miwili ya mradi, ili kuzalisha vijana wapya. Maana kila sehemu tunakuta vijana wale kila siku ni imani. Vipi kuhusu imani mpya? Kutakuwa kuna academy ambayo inatoa mafunzo ya uongozi kwa vijana wapya kutoka sekondari na kutoka vioni, nao wawe viongozi kama sisi ambao tuko hapa.
Imani amezungumzia ujuaji wa vijana. Unadhani vijana kuna kundi ambalo haliko kweli tayari kwenda na hili na kulalamika inakuwa ni kitu rahisi zaidi kuliko kuwa tayari wewe mwenyewe? Nafikiri Imani ameibua kitu kizuri sana. Huu ujuaji wa vijana tunahitaji viongozi ambao wataugeuza huu ujuaji kuwa na mantiki. Kwa sababu ndio tunategemea vijana, ndio una nguvu, tunategemea akili yako ni mpya zaidi. Kwa hiyo huu ujuaji tunataka viongozi ambao atageuza huu ujuaji wa vijana ili uweze kuwa suluhisho kwa matatizo ya taifa letu, suluhisho kwa matatizo ya ulimwengu wote. Kwa hiyo huu ujuaji ni mzuri, na ndio maana tunataka sasa viongozi hawa wawezeshwe namna ya kutumia ujuaji wa vijana na kugeuza kuwa suluhisho ya matatizo ya vijana. Na tunatamani tuwe na vijana wengi wajuaji, kwa sababu katika ujuaji ndio tunapata dira ya kwenda, ndipo ubunifu unakwenda. Wajuaji ambao Asante Salim. Nafikiri hujaelewa ujuaji tunaomaanisha sisi. Ujuaji si tunaosema ni ile Salim anakuambia Imani, unajua njia ni hii hapa. Salim, wewe wa miaka 70 utaniambia nini? Mimi Gen Z sasa hizi najua teknolojia inavyoenda, najua kila kitu, wewe ndo mimi nakufundisha, unajua. Yes, ni vizuri kwa sababu si ndio amejaa vitu vingi, ni kijana na vitu vingi. Kwa hiyo wewe nadhani jinsi anavyotumia ujuaji wake ndio kitu ambacho nataka kusema kwamba ile nguvu, ile nishati anayotumia kwa lakini huyu ambaye yuko juu sasa ana udirect vipi ujuaji kuwa na tija, lakini sio kuukimbia ujuaji, kwa sababu kama ni vijana tunategemea ujuaji utakuwepo tu kwa vijana. Unajua, nimependa sana kwa sababu vijana wote wanakuwa ni wajuaji. Kama ni vijana wa miaka 50 wote wakipita katika kipindi hiki wanakuwa na ujuaji. Tuna epuka vipi kuhakikisha kwamba tunavyokuwa na viongozi kama nyinyi, na nyinyi mkae mpaka mkao wazee na kutoa nafasi kwa kizazi kinachokuja? Sawa. Kwanza tunahitajiana. Nilimwona Mheshimiwa Naibu Waziri leo akizungumza akatoa mfano mzuri kwamba isiwe kwamba sasa ni kwa sababu hii sio vita ya wazee na vijana, hapana, lakini ni kwa namna gani hawa watu wawili hawa ambao wako juu tayari wanawaandaa wa chini kuweza kuwa na muendelezo. Kwa hiyo ni hapo kwamba hawa ambao wako juu wanawaandaaje vijana kuweza kuwa kwenda mbele zaidi, wanawawezeshaje vijana kwenda kwa mbele zaidi, na na mimi nafurahi mmeuzungumzia pia mradi huu, kwa sababu mimi na Jacqueline tuko hapa ni wajumbe wa bodi ya umoja wa vijana ambayo iko chini ya delegation ya umoja la hapa Tanzania. Na Eric, tunaulize nyinyi wawili, najua kuna watu mmesoma nao na hawako kwenye nafasi ambazo nyinyi mnazo hapa, nini kiliwasukuma? Tuanze na Eric kufika hapa ulipo. Okay, kwanza nafikiri ni mjumuisho wa vitu vingi, lakini kikubwa ambacho nimejifunza labda katika miaka hii ni kwamba kama kijana inabidi kila jukwaa ambalo unalipata basi ulitengeneze kuwa jukwaa lingine. Mimi ni mwandishi wa habari, mimi nimefanya kazi wilayani ndani, sehemu moja inaitwa Pangani, Tanga, yes. Sasa nimekuwa nikifanya kazi kule na nafanya kazi katika taasisi kule kwa masuala mbalimbali tu ya kijamii, lakini nilijifunza kwamba natakiwa kutumia nafasi yangu ile ya kuja kuwa kule Pangani ili kuweza kufanya wadau ambao wanaweza kunipeleka sehemu nyingine ya juu zaidi wanione. Kwa hiyo ikanifanya niboreshe kazi zangu, ikanifanya ni jaribu kutengeneza mtandao wa watu zaidi, na hiyo ikawa ni siri ambayo sasa baada ya kuona mimi kuna sehemu ambayo inanisogeza, basi ni kitu ambacho nimekuwa nikirithisha kwa vijana wengine na watu wengine. Kwa kimoja kuhakikisha kwamba kila jukwaa ambalo unalipata kama kijana ligeuze kuwa jukwaa la kupeleka wewe juu zaidi. Jambo zuri sana umesema, kwa sababu mimi na hakika kuna kijana mwingine angeenda Pangani ndio ingekwenda bus tena. Jackie, kitu gani wewe kimekusukuma ukafika hapa ulipofika? Okay, ni mambo mengi kama alivyosema Eric, lakini kwa upande wangu mimi ni support system ambayo inanizunguka, familia, wazazi, yani nina kundi la watu ambao wananisupport na kunipush kila siku. Ni moja ya kitu kinachonifanya nifanye ninachokifanya, lakini pia matumizi mazuri ya mtandao, kwa sababu hizi fursa zote za kuwa kwenye bodi ya kumshauri balozi ziko mtandaoni. Kwa vijana watumie vizuri mtandao, kuna fursa nyingi za masomo. Mimi nimepata scholarship za masters kote mtandaoni. Namna gani unatumia, na pia unaonyesha kazi zako unazozifanya. Ukiingia kwenye mtandao wangu mimi Jacqueline Msambila, ukinisearch unaona kazi nilizozifanya. Kwa hiyo ni moja ya kitu ambacho nakitumia kama fursa kufika na kufika. Umezungumza kitu kizuri sana, tutakuja kwa Imani. Hizi fursa sio kwamba unakaa nyumbani zinadondoka mlangoni, sio? Hapana. Hapana. Ni lazima uchukue hatua ya kwenda kwenye fursa, na
watu ambao wana uwezo wa kukupa nafasi ya kuonekana katika fursa wanakuona ukiwa katika hatua. Mara nyingi kwa sababu ndipo wanakujua madhaifu yako na uwezo wako ni upi, alafu basi katika hapo wataangalia namna ya wewe kukupeleka sehemu ambayo ni potential kwako. Nitaka kuuliza hapo kwenye mtandao, Jacqueline umesema vizuri sana, na leo mmetangaza kwamba kwenye hii fursa ya Vijana Plus, vijana wanatakiwa kuapply kupitia mashirika yao. Jambo ambalo watu wengi wamesema ni matumizi ya akili mnemba. Nilitamani tungepata muda mrefu wa panel discussion tulijadili kidogo. Sisi vijana wengi wa Kitanzania, Kiingereza ni lugha yetu ya pili. Lakini kwenye application nyingi ambazo zinatolewa kimataifa unakuta saizi wameanza kabisa kuweka kwamba usitumie akili mnemba kwenye kuandika application yako. Mnawasaidiaje hawa vijana ili hali kwamba hiyo akili mnemba ndio itamsaidia kushape Kiingereza chake? Maana anaweza kuweka kwenye akili mnemba kama Kiingereza kilikuwa kimepinda kikanyooka. Najua kuna wengine ambao wanatumia akili mnemba imsaidie kazi, lakini tunatakiwa kutumia akili mnemba iturahisishie kazi. Sasa kwa yule ambaye tuseme anatumia hiyo akili mnemba kimaadili na imemnyoshia tu labda Kiingereza, na yeye anakuwa disqualified, kwa sababu unakuta pale wengi wana vigezo na wamefanya kazi nzuri, lakini kwa sababu ametumia mashine hata tu kushape vizuri ile application yake anakuwa disqualified. Mimi nadhani kwanza inabidi uwe na mkakati. Angalia application inataka nini. Wanachotaka wale ni authenticity au ingenuity, ya kwamba idea yako hata kama Kiingereza chako hakiko sawa, lakini wazo unalo, impact unaonyesha unaenda kufanya nini, madhara na kila kitu. Kwa hiyo kwenye wazo lako na namna ya kuiweka katika maneno ya Kiingereza, unaweza ukatumia mtandao kukunyooshea kama unavyosema, lakini kuna tools kama Grammarly ambayo inaweza kuwa ya kulipia, lakini kuna free version. Unaweza ukaweka idea yako ikusaidie kushape vitu kama hiyo, vinaruhusiwa. Tofauti na mtu kuingia labda ChatGPT ya kuandalia mradi mzima utakavyokuwa na unauweka kama ulivyo. Na huo ndio ujanja wengi wanafanya. Na ndio kinachofanya wewe disqualified. Kwa hiyo hakikisha kwanza una wazo ambalo limenyooka na unaliweka katika maneno ambayo litaonyesha authenticity. Mtandao utumie tu kukurahisishia hivyo kama hivyo. Kwa hizo tools utazotumia utafanikiwa tu. Labda nikiongezea kidogo hapo, pia mbinu nyingine ambayo vijana wanaweza kutumia ni kwamba kutumia hizi akili mnemba sio moja kwa moja, lakini kutumia kukuongezea ujuzi. Una taarifa yako utaipeleka katika sehemu moja, labda Gemini utapeleka Copilot kokote, lakini sasa ukitoka kule itengeneze ili ifanane na wewe. Kwa sababu mwingiliano wa AI umekuwa katika vitu vingi tu sasa hivi. Kwa hiyo watu wanachojaribu kudetect mara nyingi inakuwa ni kile ambacho kinakutofautisha. Mimi niko Pangani kule, alafu unasoma taarifa yangu mimi nazungumza kama mtu ambaye niko Oxford huko. Unajua inaleta utata kidogo. Kwa hiyo uhalisia unaitumia ile kwa ajili ya kuongezea mawazo, na mwisho wa siku utapata kitu ambacho kinafanana na wewe, sababu uzuri una uwezo wa kuiprompt kuambia karibu kila kitu. Kwa hiyo utaangalia kile ambacho mimi hiki kweli nafanana nacho, itawavusha katika hiyo. Hiyo nzuri. Safi kabisa. Tumia akili mnemba, lakini usikopi na kupaste. Sawa. Jamani, karibuni sana. Eric, Jacqueline, hongereni sana jamani kwa kazi mnazozifanya. Matumaini yetu na imani pia kwamba mtawasisimua vijana wengine wengi waweze kujituma na kwenda mbali. Asante. Crown Media. Hapa ni nyumbani.